kwa sababu ya vitu alivyonavyo isikushawishi. Ulijua hilo. Kama shetani alikuwa na ujasiri wa kumwambia Yesu, alimwambia Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe. Unajua hata sasa watumishi wengi na watu wengi wanapambania ufahari. Niwe na watu wengi, niwe mtu mashuhuri, yaani vitu vya kimwili. Sasa adui ndipo anapowanasa hasa vijana wengi. Hata wewe kama shetani alimwambia Yesu, anaweza kukwambia wewe pia. Nazungumza nini? Unahitaji roho ya Mungu ikusaidie kujua huyu nabii, ikusaidie kujua huyu mtume kweli ni mtume hajakengeuka, ikusaidie kujua kweli huyu mchungaji kweli. Hiyo roho ya Mungu iliyomo ndani yako ndio inayotoa ushuhuda wa kweli. Haya mengine unaweza ukadanganya watu, mimi ndio nabii mkuu. Hatujakataa. Wewe ndio mchungaji wa taifa, hatujakataa. Wewe ni mtume, hatujakataa. Wewe ni mwalimu, hatujakataa. Hatukatai kabisa, hatupingani na wewe kuwa ni nabii, lakini tunahitaji ushahidi wa Roho Mtakatifu atuthibitishie. Mitume wakati hawana roho, ni nani aliwathibitishia? It is written in your Bible. Lilikuja wingu likawafunika, kisha wakasikia sauti, wakasema huyo ndio mwanangu. Hatuhitaji ushawishi wa nje, tunahitaji mbingu zituhakikishie. Siku moja niliona noti kubwa ya Mpendwa, miaka ya nyuma, alikuwa ameandika, anauliza hivi kweli huyo Charles kweli ni mtumishi wa Mungu? Anamuuliza Mungu. Sasa bahati nzuri akawa amesahau ile noti. Wanaweza wasikiwe, pengine Mungu alikuwa amekusudia ili nione. Bwana Yesu asifiwe. Sio dhambi. Itategemeana sasa una roho wa Mungu ndani yako, kwa sababu kama hauna roho wa Mungu ndani yako, shetani anaweza akakudanganya kwa urahisi sana. Kabla hujaanza kumuuliza Mungu, uwe unaye. Narudia tena, huwezi kuja kuniuliza mimi alafu una mahusiano na mimi mazuri. Una Roho Mtakatifu? Kama una roho, iulize hiyo roho. Wewe Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nataka unisaidie kujua kwani huyu mdogo wake na Yesu vipi huyu? Mimi sio wa kwenda kwa macho, mimi sio wa kwenda kwa maneno ya mtu, maana inasema Biblia, shetani anaweza akajigeuza kuwa hata nini, malaika wa nini, wa nuru. Je, watumishi wake? Kwa sababu kuna watu wanaingia kwenye utumishi huu kama biashara. Yuko tayari kuchukua mkopo na akajenga kanisa kama kwa muda mfupi na ikaisha na vyombo vya Mungu, kwa sababu au pengine amepewa maelekezo kwenye vyama vyao kwamba wewe ufungue kanisa, wewe ufungue duka, wanapewa mgawanyo. Alafu ikifika saa 8 wanaenda kwenye kikao, halafu asubuhi amechomekea nabii, mtume, mwalimu, mwinjilisti, na anatumia Biblia. Utajua unahitaji roho wa Mungu. Tofauti na hapo utaliwa.
nimeuza nyumba yangu pale Mbalizi milioni hata 30 au milioni 100, ninafika Geita pale kwa wachimba madini, ninakodi eneo, ninapiga hema kubwa la kuingiza watu 1000 kubwa na mziki mkubwa, na nikaajiri wapiga kinanda na gitaa na watu wa kusifu na ofisi kali. Watu wanasema hili ndio litumishi la Mungu. Acha wanaoabudia kwenye mwembe hao, unadanganywa sana. Lakini ukiwa na Roho wa Mungu hakuna atakayekudanganya. Roho wa Mungu ni Mungu, atabeba njao. Mwanzo 20. Ukiwa na Roho Mtakatifu hawezi akakuruhusu upotee. Niko hapa, huo ndio kweli ambao kanisa unahitaji Roho. Bila Roho, wahuni ni wengi sasa kwenye industry ya nchini. Sisi ajira ni ngumu serikalini. Miaka ya nyuma Bwana akawa amenionyesha katika maono ya kinabii. Niliona kuna mtu alikuwa mahali hapo na mimi niko huku, ni kama wote tumetoka chuoni. Lakini nilipomsikiliza huyo mwenzangu alikuwa anasema acha tujaribu huku, tukishindwa tugeukie na upande mwingine. Nikakasirika ndani, nasema kumbe kuna watu wanajaribu kama wanavyotafuta maisha kwenye huduma. Huyo mtu yuko tayari kufanya lolote. Lakini katikati ya hawa wahuni wako watumishi wa Mungu. Kwa hiyo usivute ukadanganywa kwa muonekano wa mtumishi. Usidanganywe kwa wingi wa watu. Usidanganywe kwa ukubwa wa kanisa. Usidanganywe. Unahitaji Roho wa Mungu akusaidie. Yesu aliwaambia msitoke Yerusalemu. Inasemaje Biblia hapo Mwanzo? Tafadhali. Umekuwa mfu wewe. Umekuwa mfu wewe. Tunamhitaji huyo Mungu anayeongea tunapoelekea kwenye kuangamia. Tunamtaka huyo Roho wa Mungu, huyo aliyemzuia huyo Bwana, huyo ndio tunamhitaji. Umeona? Akasemaje? Umekuwa kwa nini? Ni nani sasa? Ni mke wa nani? Watu. Angalia leo tunawahubiri wahuni sana. Wahuni sana. Wahuni sana. Je, hao ni watumishi wa Mungu? Nobody knows. Tunahitaji Roho ya Mungu ituhakikishie. Na hili ninakwambia wewe, usijiingize kwenye rumors vile watu wanasema. Wewe muulize Roho. Hapo hakuna mtu atakudanganya. Hata kama ungekuja mpole kama faza. Unajua mafaza wanatembea kama polepole na kanzu. Hapo umetanguliza tu vijana wale mafaza. Anakuja pandi. Jamani, pandi hawani kabisa, huko na watoto 6 nje. Ni rahisi sana kudanganya bila Roho Mtakatifu. Na usifanyie kazi maneno ya watu, fanyia kazi kile Roho Mtakatifu anakuelekeza, utakuwa salama. Na usiulize kwa watu, jamani, hivi hapa kanisa la kweli ni lipi kweli? Hivi utadanganywa? Muulize uliye naye. Hata kama mimi nitaalika mhubiri hapa, usimwamini moja kwa moja.
Kumbe Mungu amenificha habari zake ila kukwambia wewe. Hata nabii huwa anafichwa. Natamani sana angalau mtu mmoja tu, hata kama ataonekana mpumbavu, ila awe na roho, awe na roho, awe na roho wa Mungu, awe na roho ndani yake. Nitamshukuru Mungu kwa sababu nitajua hapa sasa nina mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu tutakusanyika kwa kusisimuana na kutafuta jumbe zenye kusisimua na kuimba nyimbo zenye kuburudisha, lakini hazibadilishi. Lakini Roho hubadilisha maisha ya mtu, hubadilisha maisha ya mtu. Roho inabadilisha mtu. Anaambiwa Sauli, nawe utageuza kuwa mtu mwingine. Ukitoka hapa tu, ukitoka hapa tu, kuna kitu lazima kitokee. Wakati huo ametiwa mafuta. Baada ya kutiwa mafuta, Roho ya Bwana inaanza kufanya kazi. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu unaweza ukaondoka hapa ukaelekea Shinyanga, unamuuliza Roho Mtakatifu, ni wapi ambapo unatakiwa nikusanyike? Unaweza ukawa unajua majina mengi ya makanisa yaliyoko hapa, sio kwa sababu ni kanisa lenu, kwa sababu linaweza likawa ni kanisa lenye jina lenu, ila yule mtumishi alishaanguka. Luka sura 4 mstari wa 6.